Kuna saa nyingine tunakaa nje, hivyo tunaomba mtusaidie. Kwa tunaomba mtusaidie kama ilivyo. Tupo katika chumba hiki kidogo, tunasoma hapa. Chumba ni kidogo na wanafunzi ni wengi sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Nasra Musa, mmoja wapo mwanafunzi wa Madrasatul Ihya. Changamoto ya madrasa yetu ni kwamba chumba ni kidogo, alafu wanafunzi ni wengi. Yaani muda mwingine joto linakuwa kali kama mnavyoona tunavyobanana. Muda mwingine tunaambukizana magonjwa. Wengine wanafunzi kuna muda wanazidi hadi wanakaa nje. Wengine ikabidi wao wakakaa nyumbani kwa sababu ya changamoto madrasa yetu, chumba ni kidogo. Tulikuwa tunaomba mtusaidie Naitwa Salha Saidi, nasoma katika Madrasatul Ihya. Tulikuwa tuna changamoto katika madrasa yetu. Kama mnavyoona, tunakaa katika chumba kidogo. Chumba chenyewe tunakilipia. Tunakaa na wamama na watoto pia, nakuwa tuko wengi, tunakosa ukosefu wa hewa. Kuna saa nyingine tunakaa nje, hivyo tunaomba mtusaidie. Unakuta tunaswali hadi uko nje chini, wakati kuswali hata maji ya kutilia uso na kwa shida tunatilia maji ya mtaroni. Tunaomba mtusaidie. Unakuta maji ni machafu, lakini tutafanyaje? Mtusaidie Mama Samia. Kuna joto hapa sana hapa darasani kwetu, mnavyoona kwenye chumba kimoja. Tuko na watoto wa kiume, wa kike na wamama, wote tuko tumebanana. Sikia kilio chetu. Tunaomba mtusaidie tupate eneo la msikiti, tupate mabweni, tupate madarasa. Kwa kweli tunatamani kukuza Uislamu huu. Kama mnavyotuona, tunapambania dini yetu. Mbele yenu ni mwalimu wa Madrasatul Ihya, ambapo nazungumza kwa niaba ya uongozi wa Madrasatul Ihya. Kama ilivyo, tupo katika chumba hiki kidogo, tunasoma hapa. Chumba ni kidogo na wanafunzi ni wengi sana. Wakati tunakuja hapa nilizania kwamba Waislamu ni wachache, lakini Waislamu ni wengi sana katika eneo hili. Sasa imetubidi tupangishe chumba kwa ajili ya kuieneza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa eneo hili kuna watu wengi sana na hawafanyi ibada kutokana na mazingira yalivyo, sababu katika eneo hili hakuna msikiti. Kama mnavyoona, tunasoma katika chumba kidogo na umati wa watu umejaa. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba ndugu zangu Waislamu, lakini pia wasiokuwa Waislamu, wote ni ndugu. Chochote ulichojaliwa unaweza ukachangia, kwa sababu tuna changamoto kubwa sana ya eneo la kusomeshea kama mnavyoona, lakini pia eneo la ibada la kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia kuna wanafunzi hapa wanahitaji kukaa kwenye bweni. Tunahitaji pia bweni kwa ajili ya watoto kukaa pale pale na kusoma pale pale. Sasa ndugu zangu, kama mnavyoona hali ilivyo, tunahitaji msaada mkubwa kutoka kwenu.
Sisi walimu kazi yetu ni kusomesha, na nyie kazi yenu ni kusupport. Kwa hiyo kila ambaye atapata ujumbe huu basi limguse hili, kwa sababu ni letu sote. Dini sio ya walimu tu, dini ni ya watu wote. Kwa hiyo naambieni kwamba tupambaneni katika jambo hili, kwani sasa hivi tupo katika harakati, tunataka kununua eneo kwa ajili ya kujenga msikiti pamoja na madrasa, lakini tuko nyuma sana, kwa sababu kuanzia tuanze mpaka sasa hivi tuna takriban milioni 1 na tuko nyuma kiasi ambacho kinahitajika kwenye eneo, katika kununua eneo ni milioni 32. Bado tuko nyuma sana. Kwa hiyo tumeanza kujichanga, tumefikia kiwango hicho na pesa tumeweka benki. Kwa hiyo kwa yeyote ambaye anaweza kuchangia, imemgusa hili, basi atachangia kupitia CRDB Bank 10 27 51 78 55 92. Jina litatoka Madrasatul Ihya au Amana Benki 00 51 43 21 96 00 01. Yote hayo jina ni Madrasatul Ihya. Je, ulijua? Sifa Online, Sifa Online TV, Sifa Online, Sifa Online TV.